Mwanzo mlango wa 12 taanzia aya ya kwanza. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitakubariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama vile Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye, na Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamevipata na hao watu waliopata huko Harani. Wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Abrahamu alipita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwaloni wa More. Wakanaani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyomtokea. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli, akaipiga hema yake. Alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea madhabahu huko, akaliita jina la Bwana. Naye Abrahamu akasafiri akazidi kwenda pande za kusini. Basi kulikuwa na njaa katika nchi ile. Abrahamu akashuka Misri akaenda huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa katika kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama, najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso. Basi itakuwa Wamisri watakapokuona watasema, huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na watakuacha hai. Hili ndilo neno la Bwana. Waraka kwa Ibrania mlango wa 11 aya ya kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani tunafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake. Kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudia kwamba amempendeza Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu ampendezaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa imani Nuhu akisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Kwa imani Ibrahimu
alipoitwa aliitika, akatoka aende mahali pale atakapopapata kwa urithi, akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Maana alikuwa akutazamia mji wenye misingi, ambao mwenyewe kuubuni na kuujenga ni Mungu. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu, watu wengi kama nyota za mbinguni, wengi wao na kama mchanga uliopo ufuoni usioweza kuhesabika. Na hili ndilo neno la Bwana. Lake. Mungu wa milele, kwa jina la mwanao Yesu Kristo, neno lako kwetu ni uzima, kisha neno lako ni taa la miguu yetu. Naomba Bwana, tuketipo katika miguu yako Bwana, sasa utufundishe, tupatie ufahamu wa kina wa yale ambayo Bwana umeandaa kwa ajili yetu siku ya leo. Naomba Bwana Yesu kwamba utazungumza na moyo wangu, ukazungumze na watoto wako hawa walio na utayari wa kulipokea neno lako, na kusudi lako jema likapate kutimia na kutendeka kwa sifa na heshima ya jina lako. Tunalibariki neno hili na kila roho za kutofahamu na kila roho ambazo zinaweza kuinuka kinyume na neno hili ili lisitimize kusudi lako. Jehova, sisi umetushirikisha mamlaka, uweza na nguvu, na kwa mamlaka hayo tunasitisha operation zote za shetani katika jina la Yesu. Wajumbe waliotumwa katika anga kutatiza kipindi hiki cha neno, tunawakamata mateka katika jina la Yesu, na tunakukaribisha Bwana Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu Baba, ukapate kutawala na kutufundisha, mwalimu mwema, na hatimaye jina lako libarikiwe. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Nataka tu unisaidie. Ni nani amekaa katika nyumba zaidi ya miaka 5? Na hesabu miaka 5 kuendelea, hata kama ni miaka 10. Nimeleta hilo swali kwa sababu nazungumza habari ya kutoka katika maeneo tuliyoyazoea na athari zake kwa maisha yetu, na kutuweza kuona baraka ambazo ziko pale mbele. Maana tumefungiwa katika eneo moja na tunaona katika haya, nikitoka hapa vitakuwaje kule, nikiacha hili itakuwaje kule. So nazungumza habari ya kutoka katika maeneo tuliyoyazoea, moving out of our comfort zone. Amen. Hallelujah. Na ninataka niamini ya kwamba sisi wote hapa, hata ukiuliza hawa watoto wadogo wameketi hapa wanatusikiliza, zamani tulikuwa tunaulizwa shuleni, ukikuwa mtu mzima unataka kuwa nini? Mimi nakumbuka nikisema I wanted to be a truck driver. Sindio? I want to be a truck driver. That was my ambition. Why laugh at me? Wengine hapa mkasema mnataka kuwa madaktari, si ndio? Mmekuwa madaktari. Tuseme tu kweli, mmekuwa madaktari. Manane kiwango. Wengine hapa walitaka makozi makubwa, maengineer. Mmekuwa maengineer. You are engineering stomach. Lakini uliposema unataka kuwa engineer, si ulikuwa na unania hiyo? Amen. Nazungumza hivi kwa kusema kwamba sisi tuna ndoto za maisha, na tuna ndoto ambazo tunataka tuzifikie, na ndoto zetu wengine tukiziangalia hivi ni ndoto nzuri sana, lakini tunang'ang'ana kukamilisha, kusonga mbele. Sote kwa muktasari tuna maono ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini upande mwingine na mkono mwingine tunapambana kuyafikia maono yetu. Tunang'ang'ana sana kufikia ndoto tulizo nazo za maisha. Na mara nyingi tunajiuliza,
Je, mimi kuna swali ambalo ni swala la kuturudisha nyuma. Je, will I make it? Will it be possible? Do I have the potential to realize this? These are questions ambazo zinazunguka ndani ya maisha yetu. But leo hii nataka kwanza nizungumze habari ya njia ambazo ama kitu ambacho kinatufanya tusiweze kuyafikia maono. Na kitu ambacho tusiweze kufikia maono ni hali ya kutoka katika maeneo tuliyoyazoea. Maeneo tuliyoyazoea, tunakutana na watu wale wale, tunakula chakula kile kile, kama ni managu ni managu, kama ni mukimo ni mukimo, kama ni chakula ni kile kile, marafiki ni wale wale. Na ukiwa wewe ni mwaminifu sana katika kulipa kodi yako ya nyumba, kwa mfano, mwenye nyumba anaweza kukufanya hata kiateka. Lakini anapokufanya kiateka, huyu mwenye nyumba si kwamba amekupenda zaidi. Nataka nikupe mfano wa mtu katika Biblia ambaye alikuwa kazi yake ni kupelekwa mlango mzuri na kuomba sadaka. Mtu yule alizoea, in the morning anaoshwa, anapelekwa pale. Neno la Mungu anasema huyu mtu alikuwa akipelekwa na watu, si ndio? So anapelekwa pale aombe sadaka. Siku moja akapatana na wanaume. Mtu mwingine alikuwa anasema Petero alikuwa ni mgumu sana bwana, hakutaka kusaidia huyu jamaa. Lakini Petero aliona kwamba huyu mtu hahitaji kupewa sadaka, maana ana uwezo wa kufanya zaidi ya sadaka ambazo anazipata pale. Ndiposa alipofika pale akamwambia, baba, sisi fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa. Kwa jina la Yesu Kristo, nyanyuka na uende. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niamini kitu kimoja. Mazoea yale aliyokuwa amezoea kupelekwa na kuombaomba, akili yake haikuwa inafikiria beyond kuomba. Na si ajabu wengine wetu tuko hivyo. Hatufikirii zaidi ya kuomba. Na kuna wamama walioolewa hawafikirii zaidi ya kungojea mume wake na kumpikia chai. Kwa hivyo unajua mama yako anaingia kazi, anatoka kazini saa 10, unajua masaa yake anafika, fulani kachukue maziwa, fulani kachukue mkate. Maana wewe akili yako it is surrounded between, ni wewe maisha yako na mume wako. You cannot think beyond preparing tea and food for your husband. Ninaposema ni kwamba kuna maisha inaitwa wazungu wakasema ni routine. Una ile routine ya maisha. You wake up, you brush your teeth, you freshen up, prepare tea, take your children to school, come back to the house, wait for your husband. Ukiangalia mshale wa saa, unatafuta mboga. It's a routine. Hiyo ni kitu ambayo ukiulizwa asubuhi unafanya nini leo, it is hapa kwa hapa, because it is in the mind. You hauhitaji kuiandika. And people are used to that kind of life. Kamambia, if all of us can be in a position to utilize at least 40% of what God has deposited in us, do you think your life will be the way you are? Just use 40% of what God has put in you. The abilities that God has put in you. Unafikiri maisha yako yatabaki hivyo? Je, ukijiangalia hivi, uwezo ulio nao, werevu ulio nao, ujanja ulio nao, have you utilized even 10% ya kile ulicho nacho? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna kitu ambacho kinatusababishia, na kitu hiki ni hofu. Wazungu wakasema fear of trying out something different, mbali na kile ambacho umekizoea. It can be professional growth, personal growth and development. Lakini many of us fear doing a different thing. Of that, tunaogopa kuanza kitu chengine tofauti nje ya maisha yetu. And some of us tuna surround within work. You don't have any other thing apart from work. Akili yako ukilala ni kazi, ukiamka una breathe kazi. Na hivyo basi you cannot think outside your profession, trying out something different.
And that is why nimekwambia hata shetani ukitaka kumshinda lazima umpatie confusion. Kuna watu wanajulikana, fulani atapita hapa leo saa 2. It is a routine. You are used to pass through that. Don't live by that routine. Kitu ambacho umekizoea. It is time now to see how best we can move out of our comfort zone. Putting ourselves out there and going for something different. It keeps us realize what we can do. Fear inatuweka katika trap, inatufunga na kutulimit ya kwamba sisi tusiweze kuenda. So usually we let our comfort zone keep us safe. God can make you comfortable even when you don't earn a salary, and God can keep you. Bwana Yesu asifiwe. Your boss anaweza akakutusa akakutukana, my friend, wewe ni mtoto wa mfalme, haustahili mateso hayo. Haustahili. Wengine tumefanywa mpaka watumwa. Wasichana hawapati kazi mpaka mabosi walale nao. You are beyond these things. You are beyond these things. Ni wangu na aliye juu mngoje chini. Unajua mimi nikiwa hapa chini niko na uwezo wa kupanda, aliye juu hapandi tena. Sasa aliye na advantage in nani? There are so many possibilities ya mimi kupanda na kufika mahali zaidi kuliko yule aliye juu. Kila anatarajia yule aliye juu ni anguko, kama hata simama vizuri huko juu. Lakini mimi nikiweka mambo yangu sawa na uwezo wa kupandishwa hatua hadi hatua mitandao, kuna watu wanaanguka tukiwaona. Maana walipandishwa juu wakafikiria imefika, wakasahau assignment, the divine assignment given to them by God. Now they are comfortable doing their own things. They are falling. They are falling. Na wakianguka hawatasimama tena. Remember, your comfort zone keeps you paralyzed, attempting what you desire. And majority of us, if not all of us, choose to stay where we are used to. That is our comfort areas, because we feel more safer there. We don't want to try out a different thing. Hapana. Unaweza bwana. Na hii ndio sababu kuna washirika walio katika comfort zone. Nyinyi wachungaji nisikizeni. Wanajua hawa kikiwaramba mtawaombea. Si ndio? Na sijasema msiombewe, tafadhali don't misquote me. Wanajua, wengine hata hawafungi kuanzia Januari mpaka Disemba ni ugali na wao na ugali. Yani fellowship ya tumbo haikomi. Because wanajua kuna mchungaji Gumbao anafanya nini? Ananiombea. Hawa tunawaitanga nominal Christians. Kuna mambo ya imani ambayo yametufanya tuzoee na tumzoee Mungu. Hatutaki kuona the other version of who God is. We are comfortable na pale yakatendeka mengine aliyotendeka kusudi tukamwelewe Mungu katika njia nyingine tofauti na tukaone vitu ambavyo ni si vya kawaida. Ukawaida hutufanya walemavu katika maisha yetu ya rohoni. Ukawaida hutufanya walemavu hata katika taaluma zetu na kazi zetu na biashara zetu ambazo tunafanya. Ukawaida. Na wengi tumezoea ukawaida kwa sababu ya mambo yafuatayo. Hatutaki kuondoka pale. Mambo yafuatayo. Jambo la kwanza,
Kuna hofu ya yale mambo yasiyojulikana. Wazungu wakasema fear of the unknown. That is number one. Wengine hawataka kujaribu a new thing because of fear of the unknown. Number two, kuna uncertainty. Uncertainty, kutokuwa na uhakika. And then kuna ile anxiety, wasiwasi wa mabadiliko. Watu wengine wanasema sasa nikitoka hii nyumba, nimezoea hapa, nikitoka saa 6 hapa ninakuja, yaani hata kutoka pale una wasiwasi, najua nitapata nani kwa ile. Go out there, make new friends. Kwani wewe ni kigango uwekwe mahali pamoja? Make new friends. Anxiety of a change. Alafu kitu kingine ambao we have to deal with inaitwa ni negative mindset. Negative mindset. Na negative mindset mara nyingi hata sisi tukiwa hapa, mara nyingi tunasumbuliwa na hii negative mindset. Na ukitaka kujua kuna watu wako na negative mindset ya maisha yao, mpatie majukumu. Mwambie hope utakuwa unaongoza kikundi cha uinjilisti katika hii kanisa. Utapanga crusade. Sema nitaweza kweli mimi? Negative mindset. Kuna mtu nilimwambia atakuwa mwinjilisti, akasema ni sawa. Asubuhi akaniraukia, akanipigia simu na asubuhi na mapema, sema hapa nimefikiria baada ya kuomba na kutafakari, bwana ile jukumu siliwezi. Siamini kama huyo mtu aliomba. Negative mindset. Sizo zinatosha. Negative mindset. And then kuna kitu ambacho inaitwa pessimistic, ile kutokuwa na matumaini, kutakuwa na, yani wewe uko tu, inaitwa ni pessimistic outlook. Yani unakaa tu umekatakata matumaini, wewe uko tu, yani unaona niko. Have you called someone asema ni simu? Kama ni mashida tuzungumze habari ya shida baadaye, lakini tumtukuze Mungu maana tu wazima. Lakini tunapiga mchungaji niko tu. Sasa tunaanza salamu na mashida jamani. Si tuanze salamu tumtukuze Mungu ni mzima, niko mimi nashukuru Mungu ni hai. Yesu amenisaidia. La ingawaje jana nilikuwa na changamoto kidogo, changamoto ya afya, lakini najua Yesu ako enzini. Mungu anaposikia hayo, it is not ya kwamba you are running away from reality, but you are glorifying God first even in all the situation ambayo unajipata wewe uko. Na la Mungu linasema tufurahi katika Bwana siku zote. Nasema furahini. Tuache maroho za kujikunyata na kujihurumia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta Mkristo ana vyote lakini Mkristo hang'ari, uso hauna tabasamu. Maana hebu niangalie vile mimi nina glow this time round. Nilikataa kufinyiliwa na shetani. Na hata kama mapigo bado yako, najua mtetezi wangu yu hai na siku moja atasimama na nitamuona kwa macho akifanya. Mtetezi wetu yu hai. Sisi si watu wa kuhurumiwa Bwana. We have a big assignment given to us by God. A big assignment. Let not your limitations distract you. Yale yanayofanyika yasiku-distract kabisa. You have a great assignment, daughter of God. A great assignment for yourself and for the kingdom of God. You have a great assignment. Remove that fear. And then kuna kitu inaitwa lack of clarity and focus. Wafanya biashara, what business do you want to do? Si ukiona mwenzako anauza korosho, uona anauza vizuri, wewe nawe unataka ufanye biashara ya kuuza korosho. Do you have clarity? Unajua mwanzo anatoa wapi korosho zake? Like all of us here, tuko na dream tofauti. We cannot do the same business. Fine. I have a focus. My path, your mission is very clear. I know the assignment given to me by God. I know that assignment. I have 3 great assignments given to me by God. And those assignments are always ringing in my head. So my assignment is clear. My direction is guided by God. So mimi niko na clarity on what I am doing. Hata katika karama za rohoni,
If you lack clarity, wewe utakuwa kila kitu. Utasikia mtu anaongea na ndimi na wewe unaanza pataka. Ngoja Bwana akufikishie wakati wako. Ngoja Bwana akufikishie wakati. There is a great servant of God called Billy Graham. He never spoke in tongues. And Billy Graham did greater things. Wait for God to use you and allow him to take his way in your life. Wacha kuigiza huduma za watu. Ukiigiza utafanya drama. Maana utalazimisha maono hayapo. Kama Alex Mungu amempatia macho yake anaona, mimi yangu hayaoni, lakini nina masikio yanayosikia. Tumia masikio uliyopewa, usijipatie macho ya kishetani. Clarity. Hatuwezi fanya mambo moja. Hatuwezi, hata maandiko yanasema hatuwezi kuwa sote manabii, hatuwezi kuwa sote mitume, hatuwezi kuwa sote wachungaji, hatuwezi kuwa sote walimu na wahubiri. Sisi tumeitwa kupiga makelele hapa, ndio sisi tuacheni tupige kelele. Maana hiyo ni kazi yetu. Wanataka kupiga kelele alafu kipa madhabahu na chira. Clarity. And when I talk about clarity, it is not about kazi ya Mungu. Clarity kwa maisha yako. Hata wewe unaita. Si kila mwanaume ni wako. Focus. What kind of engineer do you want? Usifikie mahali useme baba ukiniletea yeyote nitakushukuru. Baba ukiniletea, hapana. Wewe ni mtoto wa kifalme, haufai lolote. Unafaa kitu kinachokupasa kama mwana wa Mungu. Have clarity, have direction for your life. Some men are agents of the devil. You have them, umekuwa muombezi, unaanguka. Unaanza kushindwa kiroho chako kimeanza. But focus and clarity. I want you to have clarity in your profession. Kuna watu wanasema mimi nimesomea nini lakini nafanya tu hii ya kushikilia. Wewe ni mtoto ambaye unaenda university, ulipoteza pesa ya baba yako for nothing. Because kabla uchague course, lazima uwe umejua nikikosa kuajiriwa hili ndilo nitakalo lifanya. Kuna student hapa. But sometimes we waste a lot of money years in the university. You get out of your kazi gani? Unaenda university kutafuta nini? Who told you that ukigraduate lazima upate kazi ya kuajiriwa? Who told you? There are so many opportunities there, but we have no clear vision of what we are. Na nyinyi wazazi mko hapa mnisikilize kwa vizuri. Leo hapa huu wembe utakata katokoto. Mtoto wako alikwambia hataki udaktari. Kwa sababu baba yake alikuwa daktari, wamsukuma mwanao akasoma udaktari, ataua watu huyu mtoto. Hakuwa anahisi kuwa daktari. Muruhusu, hata akisema nataka kufanya mechanic, hiyo ndio passion yake. Ataifanya kazi hiyo passionately na kwa bidii ataifanya. Wewe unataka akae na kakitu hapa kamewekwa hapa, sijui kanaitwaje hivyo. Sitaki kusumbuka mimi mwana theolojia bwana. Sitaki kusumbuka. Akae na kakitu hapa ili mjue kama ni daktari. Our family is a family of doctors and you are killing people. Allow them to choose their career paths. Allow them to choose. Your role as a parent is to guide your children to choose career. If anyone has a clear path, amefanya mambo yake hata vibaya. There's clarity on what you are doing. And then kuna kitu inasema fear of failing. Majority of us, we are not ready to try a new thing because we fear tukianguka itakuwaje. Do you know that fail is the beginning of success? Bwana Yesu asifiwe. Kuanguka ndio mwanzo wa mafanikio. Try that. Try it. Try. Usikatae kuchukua hatua kwa sababu ya kuogopa kuanguka. Na anayeanguka sana simama. Let me tell you this. No matter what it looks like, your comfort zone
keeps you trapped. Mimi najua. You may be earning good money today. You may be earning and everybody at work is looking at you, but your comfort zone keeps you trapped. Because you never know what will happen tomorrow. And sometimes this zone zinatufanya they stop us from advancing in many ways. And I've thought about professionally, personal growth, and I've talked about when you know, kuna mtu, Biblia nasema utembee na mwenye hekima na utakuwa na hekima, si ndio? Rafiki ya mpumbavu fanya nini? Upotea. So you are meeting the same people every day. Akili yako itafuka namna gani? For you to advance, you need to meet new minds. Kia. New minds ambao watakusaidia to think beyond kile unaweza kufikiria. You may have a business idea but you don't know how to go about it. If you meet other people, they will help you out. Many of us here have got business ideas, but we don't know how to go about them. I being one of them. But if you meet new people, these new minds will help you start off something small for yourself. And if you remain there, there is something that we call a miss out. A miss out of very important possibilities in our lives. There's a miss out. Maybe I was missing out because I was used to a routine ya huduma. Lakini sahi, kumbe nimejua Mungu anaweza nitumia vile anitumiavyo na nikapanua zaidi ya vile ambavyo nilikuwa. I was missing out a very important thing, and that was the personal touch with the Lord Jesus Christ. That personal touch. Let me tell you, you can be a pastor, but ile personal relationship na Yesu ikawa haiko. That personal connection with the Lord Jesus Christ. Because of the big assignment ambao Mungu ameweka. Siku hizi niko na mahusiano tofauti na Yesu. Na amejifunua kwangu tofauti zaidi nilivyomjua wakati ule. When you don't go out, you miss that touch. Your hesitation to go out of your comfort zone for whatever reason has a direct influence of your ambition. This causes us to remain where we are and never to achieve our vision. What is this comfort zone we are talking about? Kuna mtu anaweza kuelezwa nyumba yake ina vyumba vingapi? Jacqueline, unajua nyumba yako vizuri? Kuna mtu anaweza kukueleza nyumba yako zaidi ya wewe? Hiyo ndio comfort zone. Comfort zone unajua ni kitu ambacho you are used to. It is where you feel in control. It is a place where you feel in control, you feel safer. It's where we can predict what will happen because you are used to the systems of that area. And therefore, stepping out of your comfort zone help you build up yourself. Inaitwa kuna kitu inaitwa ni self confidence. Kuna watu wengine wanakosa hata kuchukua majukumu kanisani because hawana self confidence. So self confidence, ukitoka katika maeneo umezoea, unakuwa na kujiamini, una develop ile imani ya wewe mwenyewe tupeana. What I'm trying to say here ni kwamba unapotoka katika ile comfort zone, you start gaining self confidence. Na kuna mtu mwingine nani wakasema mimi sijawahi hubiri mbele ya watu wazima. Sijawahi hubiri mbele ya watu wazima. Nikadada, utahubiri kwa jina la Yesu. Na siku tukamuombea, nikamwambia Baba, weka moto katika kinywa chake, neno lako likae ndani ya kinywa chake. Huyo dada alihubiri mbele yetu, tumpigie Bwana makofi kwa ajili yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na imagine hiyo sermon aliyohubiri, ukiangalia kwa YouTube na ile Facebook page yetu, iko na views wengi hata kuliko sermon zingine nimehubiri mimi. Sasa alipohubiri, alibuild self confidence. Na
Yeye naye alihubiri hapa ibada ya wamama kuhusu restoration. Ukiangalia kwa ile page, so many views. Hata imeshinda zile zangu nimehubiri. Self confidence. Say yes, I can. Yes. You can have it. You can make it. Even kile unataka kuanzisha, unaweza kukifanya kitimie. Build that self confidence. It is not about you. I want you to have God in the picture of your life and in everything that you are planning to do. Let God be in the picture. It is not about you. Sometimes you ask me kile ambacho nazungumza, I may not even remember. Sometimes I prepare someone, not that I'm reading through. There are some things that zinakuja hata juu zatoka wapi. Allow God to be in the picture. Atakusaidia. Hallelujah. Hallelujah. What are the effects of staying in your comfort zone? Just write these things down. I'm just out. Effects. Matukio ya kukaa katika comfort zone. Number 1, it keeps you from growing personally. Keeps you from growing. Number 2, it denies you happiness. Unajua happiness inakuja after self-realization. So it denies you happiness. Number 3, it makes you feel trapped and therefore unhealthy. It makes you feel trapped and therefore you remain unhealthy. And talk about healthy doesn't mean sickness. The health that I'm talking about here is, unajua there's a fulfillment unapokamilisha a task. If you fulfill a task, kuna kitu inakupatia fulfillment. Hata bila reward, kuna kitu ambacho inakupatia fulfillment. So staying in our comfort zone deny us the opportunity to live the life we love. It denies us the opportunity to live the life we love, ending up letting our fears rule. And mothers, maybe I don't want to call people single parents, single ladies. I call them single parents because single parent can be a man and a woman. Those single mothers sometimes wanajipata kwa trap kwa sababu ya hii ya nini? Comfort zone. Na tulikuwa na washa hapa ya wamama na tukaangalia our identity as women. Na natumai kwamba tulijiangalia vizuri. Kuna mtu anaitwa Roy T. Bennett, and Roy T. Bennett said the following, and I quote, said that you never change your life until you step out of your comfort zone. You never change your life. You will never change your life unless you step out, or until you step out of your comfort zone. And he continued to say that change begins at the end of your comfort zone. Change begins wakati umegundua ya kwamba hii inanitesa. Nilikuja nikashuhudia hapa mara nyingine, mila na desturi za kikwetu zilikuwa zinatutesa, lakini wakati umegundua kwamba hii mila inaniumiza, ukigundua hiyo tu na ukiachana nayo tu, change starts taking shape in your life na mambo mapya yanaanza kuonekana. Nataka nimalizie kwa kusema hivi wapendwa, sasa nilete wokovu, that Christian life is a long journey of faith that requires a lot of sacrifice. Maisha ya wokovu ni maisha marefu sana, ni safari ndefu ambayo yanahitaji kujitolea. Tena mara nyingine unajitolea pasipo kuuliza swali. Na neno ambalo tumesomewa, Mungu anamwambia Abrahamu, toka wewe katika nyumba yako na baba yako uende katika nchi ninayokupa leo. Abrahamu alichukua Lutu na mkewe na vitu alivyotoka navyo, anaelekea Kanaani asipojua atakutana na nini. Alienda pasipo kujua anakutana na nini.
lakini kwa imani aliitii sauti ya Mungu, akaenda Kanani. Na mstari wa 3 anasema, Mungu anasema, nitakubariki, utakuwa baba ya mataifa mengi, nawe utakuwa baraka. I'm trying to paraphrase. Hebu naomba nisomee mstari wa 3, chapter 12. Nami nitakubariki. Yes. Nitambariki. Naye akulanie nitamlani. Akulanie nitamlani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Katika wewe, haleluya, jamaa zote za dunia watabarikiwa. Lakini kwa jamaa za dunia kubarikiwa, kuna mtu ilimlazimu atoke. Baraka zinakuja na living and cleaving. Inaitwa you live and cleave, or you live and embrace the call that God has given us. How many times have God spoken to you that acha hii tabia? How many times have God spoken to you ya kwamba hili liache? How many times have God spoken to you ya kwamba toka hapa nikupeleke katika nchi nyingine? How many times have God given you an assignment na ukakataa kufanya? How many times? Bwana Yesu asifiwe. Living the past, embracing the purpose of Christ and the newness of Christ hutubadilisha jina. Na tena kuna kamama ambako kanatajwa sana. I think ako kamama kamepewa sifa sana. Mwanzo kanisa la Katoliki wanaenzi huyo mama. Mama aliyepewa neema, Salamu Maria, si ndio? Bikira Maria alipofuatwa na Angel Gabriel ya kwamba leo utachukua mimba na utazaa mtoto mwanaume, jina lake utamuita Yesu. Maria alisemaje? Litakuwaje neno hili nami sijui mume? Kuna watu wamezoea ya kawaida ya kwamba kwa mtoto kupatikana likuwa lazima kuwe na ushirika, Holy Communion ifanywe kati ya mume na mke, mtoto azaliwe. Lakini Mungu hapa anasema utapokea nguvu kutoka juu. Na sijasema leo utapokea mimba kwa wewe. Sitaki nitabiri hayo. Tafadhali nieleweni. Lakini Mariamu ni mwanamke wa asili. Mariamu amezoea ukawaida ya kama for this to happen, this process must be there. Wacha nikwambie, Mungu anaweza leo akipenda akuvukishe process ambayo imezoeleka na akupeleke kiwango pasipo kupitia ile normal process. God is a God of possibilities. He is a God who can make the impossible to be possible when he wills. It is all about believing. Amen. So hii ni imani ya tingisha milima. The faith I'm talking about here is faith that requires believing without doubt. Si kama Tomaso, kama wewe Baba niruhusu nione, anasema heri yule aliyeamini pasipo kutazama. Na Tomaso hakuona tu, alitia vidole kwenye makovu ya mikono. Na kuna watu wa Kristo wako hivyo mpaka waone ndio wafanye. Heri kuamini. Hallelujah. It is living the life of Christ in us. Yes, faith is living the life of Christ. Yaani Kristo aishi ndani yako. Ifikia mahali Paulo akasema si mimi niishie, bali Yesu aishie ndani yangu. Kwa hivyo it is living the life of Christ. Yaani Christ be formed in us and be a reflection of his. I want to by saying that anyone who wants to please God and yet want to be comfortable with the things of the world
is a liar. You cannot be comfortable with the things of the world and yet you want to please God. Kuna harusi nyingi za Wakristo wanazegeda na wametoka kanisani. Mchungaji anawabariki, halafu watu ambao hawakuhusika katika hiyo harusi wanakuja. Tutajulikanaje sisi? Na Wakristo wengi tuko hivyo. Mpate Mkristo kwenye shughuli ya harusi, utamshangaa. Wengine wamejisahau, hata ni maleso hivyo. Habari ndio hiyo. Haya, harusi imeisha, wamezegeda wempe kwa kasegedeka. Harusi sasa imeisha, ni Jumapili. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu. Jana ulizegeda, leo unastahili kuabudiwa, kesho kutwa ahiko. Sasa who are you? Who are you? There must be a clear path. Watu wakujue na msimamo wako. Wengine wanasema kwani nikisikiliza hizi nyimbo ni mbaya gani? Wacha nikwambie. Unachokisikia ndio kinarigi kwa akili yako. Na hicho ndio kitakunenea. Toe. Hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Wacha mimi nikwambie peupe mchana huu. Wacha nikwambie, hatutakuwa kiroho na tabia za kishetani. It is either you are for Christ or for the enemy. You can't take both paths. You can't. Tunadanganyana hapa, mnatupatia kazi kubwa. Wewe Mkristo enda disco kufanya nini? Lazima tuishi maisha tofauti na dunia. Kama wewe ni mwana wa Mungu uliyeitwa kwa jina la Kristo, ishi tofauti na dunia. Hapo ndipo ukiwa katika changamoto Mungu anakupigania. Mbingu inasimama kukutetea. Utatetewaje wakati skadi imetupwa, wewe wazegeda tu huko? Wazegeda, wale watu wako nao wanatafuta ile opening ya kutuma maskadi. The devil will only take the weaker point. Yes. Simama tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuinulia wewe mioyo yetu. Nakushukuru kwa kusikia neno lako mchana wa leo, na tunakuomba kutusaidie katika udhaifu wetu. Kusudia kuondoa hofu na uoga, utuvike ujasiri wa kuchukua nafasi zetu kwa maisha yetu na kwa huduma yako. Napenda Bwana nikushukuru kwa sababu ya kusanyiko hili, watoto wako hawa. Unajua matamanio ya mioyo yao. There is no dream hidden before you, God. Na kuomba kwa jina la Yesu Kristo ni kwamba utamsaidia aliyeko hapa na wengine ili kufikia ndoto zao. Na chochote ambacho kinaweza kuwa kizuizi ndani yao Bwana, naomba ukakiondoe. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ukaondoe chochote ambacho kimekuwa kikiwavuta nyuma kwa miaka, na Bwana ukawapatie upenyo wa kufikia ndoto zao. Wengine ni wahudumu katikati yetu Mungu, wamevutwa nyuma kwa njia moja au nyingine katika huduma zao. Naomba yule aliyekalia karama za watu wako sasa mchana huu akapate kuziachilia. Ninaomba destiny za watu wako Bwana ziachiliwe. Destiny za watu wako ambazo Bwana zinatumika katika utawala mwingine zikapate kuachiliwa katika jina la Yesu. Na kuomba Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu ya kwamba utaweka watu wako hawa huru, kilicho chao wakipokee, haki zao wakapokee, uzima wao wakapokee, ushindi kama ulivyoahidi wakapokee. Bwana wakapokee baraka zao, wakapokee ushindi, wakapokee kile ambacho ni cha kwao. Shetani hatakalia tena, waovu watakalia tena, na kwa mamlaka yako tunakanyaga falme zote chini ya mamlaka yako katika jina la Yesu. Baba, tunachukua uwezo na mamlaka utawala yule aliyezuiliwa mchana huu wa leo. Natangaza kwa jina kuu lako Yesu Kristo ya kwamba hakuna kizuizi tena. Waliozuiliwa haki zao ziachiliwe kwa jina la Yesu. Anga ambazo Bwana zimekamatwa, anga za maombezi zikaachiliwe sasa katika jina la Yesu.
watu wako hawa Bwana wakatembee katika uhuru, watembee katika uhuru. Naomba wakarealize their God-given destinies in the mighty name of Jesus. Ya kama Mungu utawasaidia kutambua uwezo uliowapa, kutambua nafasi uliowapa. They shall no longer be intimidated. Tunakataa kufinyiliwa. Ibilisi ametuambia kwamba hatuwezi, watu wametuona kwamba hatuwezi. We are taking over territories, we are taking over dominion, we are taking over opportunities this afternoon. Opportunities are locating our lives. They shall locate us, Lord. Blessings shall locate us, Jehovah, as you have said in your word that you have called us to be a blessing to the nation. And whoever shall bless us will be blessed. Whoever shall curse shall be cursed. I pray, Redeemer, this afternoon that you shall call us to be a channel of divine blessing in our lives in the mighty name of Jesus. Father, thank you and bless you. You are such a wonderful God. Thank you for speaking to us this afternoon, Lord. Thank you for your word. Let it be as you have promised, Lord. Let your word be as you have promised. We say, Lord, we pray that, Lord, your word is true and amen, and it shall come to pass in our lives, that we shall be a channel of blessing. We shall be a channel of blessing. You are removing fear. You are removing timidity. You are removing the pessimistic attitude in the mighty name of Jesus. You are removing negative mindsets from our lives in the mighty name of Jesus. And in your name, we are going to do more than what we can imagine. We shall do exploits, Lord, because we have come to know you. As your word says, those who know their God shall do exploits. We are going to do exploits. The nation shall be surprised, because through your word we shall do exploits. We are unstoppable because we are marching ahead to take back our heritage. We are marching ahead to take our positions. We are marching ahead to tear down every kingdom against our lives. In the mighty name of Jesus. Lord, we worship you. Lord, we give you the glory. Lord, we adore you. We adore you, Lord. We adore you, King of Kings. May you come and reign. Reign like never before in our lives. Reign like never before. We desire, Redeemer, that we shall experience you afresh in our lives. We desire a fresh experience with you, Lord, a fresh partnership with you, a fresh and intimate relationship with you, God. That's what our desire. Holy Spirit of God, guide us. Holy Spirit of God, take the leading. Holy Spirit of God, guide us. Lord, remove every fear. Remove all the worries. Remove every anxiety. Remove, Lord, everything. The fear to fail, Lord, remove it in the mighty name of Jesus. And we allow you to lead us. We allow you to take the leading, Lord, because when you lead us, you will level every mountain on our way. You will fill up every valley, and you shall make our path straight, Lord. This is your word, we pray that it may come to pass for the glory and honor of your name. I am blessing your children now this afternoon. They are blessed. They are blessed in the name of Jesus. They are blessed. They are going out and they are coming in. Lord, they are blessed when they sleep and when they wake up. They are blessed in their life plans of God, and they will help them to realize the vision and dreams that they have for their lives, Lord. We thank you because no weapon fashioned against them shall prosper. We are more than conquerors, and here we are making a declaration that we belong to you. We belong to you. We know you as our God. We know you as our Father. We know you as our Redeemer. We know you as our Savior. We know you as our everything, Lord. You are all that we desire. We have no other God apart from you. You are the Lord we worship. Therefore, Lord, may you reach out your hand now. Reach out your hand. Touch your servants. Touch each and every one of them. Touch a great divine touch. A touch of grace. A touch of blessing. I desire that touch. A divine visitation upon their lives. Holy Spirit, touch to uproot. Touch to uproot every planting of the enemy. Anything that does not belong to you, uproot it.
be it sickness or whatever, be uprooted. Blood sugar, blood pressure, be uprooted now. Now in the name of Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. Receive your freedom in the name of Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. By the stripes of our Lord Jesus, we are healed. I want us to make a declaration this afternoon that our lives shall never be offered as a sacrifice by any agent of the enemy. We are not a sacrifice in the kingdom of the devil. We are a sacrifice to Christ, and therefore we offer our bodies and all that we have as a sacrifice to you, God, that you may receive us. We denounce accidents that are sent by the enemy. We denounce the bloodshed through accidents and any premature death from our families. We cancel them in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus, we shall live and testify the goodness of the Lord in the land of the living. We shall not die prematurely, but live and testify the goodness of the Lord in the land of the living. For that is what the Lord has prepared for us. Father, thank you for your sure promise. Thank you for your word today. Thank you, Lord. We bless you. Words are failing us, Lord, to express how grateful we are. Father, as we stand, we are amazed. We stand amazed by who you are, Lord. May you continue to reign in our lives, that we may be in the picture of everything that you are planning to do. Bless your servants. Hear us as we beseech thee through Christ our Lord. Amen. May the Lord bless you. Give a mighty clap to the Lord. Wewe ni Mungu,